Yesu asifiwe. Mtazamaji popote ulipo, tunakukaribisha katika kipindi chetu ambacho tunakipenda sana ya kutembea polepole kwenye Biblia. Sisi ni watumishi wako kwa wakati huu. Naitwa Pastor Naomi na niko na wachungaji wenzangu katika studio huu. Karibuni sana, wacha wakaweze kusema neno. Yes, naitwa Pastor Ian Kiprop, mhudumu na kanisa la AIC Kapkei. Karibu sana ili kwamba tukaweze kubarikiwa pamoja. Naomba ukatenge muda wako kwa sababu ya kipindi hiki na mwisho itakuwa ya baraka sana kwako. So karibu tubarikiwe pamoja. Hujambo mtazamaji popote ulipo. Karibu kwenye kipindi chetu cha kila siku na wakati kama huu. Naitwa Pastor David Kimibe kutoka AIC Jamiet pale Kipsomba. So welcome. Asante sana mtazamaji. Hivyo basi bado tunachukua nafasi hii kusema karibu. Inaitwa Pastor Naomi Tiro kwa AIC Kenya. Tuombe pamoja. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru, tunainua jina lako jioni ya leo sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante kwa kuturejesha tena katika ibada hii ya jioni tunapotembea polepole kwenye maandiko Bwana. Sisi pamoja na watazamaji ambao wanatufuatilia wakiwa nyumbani, wakiwa barabarani, wakiwa hata hospitalini kwa ajili ya wengine ambao ni wagonjwa. Bwana, tunaomba ya kwamba utawafikia na kututenda mema. Baada ya haya yote Bwana, sifa na utukufu itakurejea. Tuanze nasi. Tutakapotamatisha, sifa na utukufu ikurejea. Jinani mwa Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen. Asante sana mtazamaji. Jioni ya leo ikiwa ni Jumamosi nyingine njema ambayo Bwana ametupea, tunasema ya kwamba karibu sana. Kwa yule ambaye unafungulia runinga wako jioni ya leo, sisi ni wale wachungaji wako wa kipindi ambao unapenda ya kutembea polepole kwenye maandiko. Tunapokukaribisha kwa wakati huu, tukijua ya kwamba wiki iliyopita tulikuwa tunaongelea neno la ubatizo. Na tunataka kushukuru Mungu sana kwa ajili ya mafundisho yale ambayo iliweza kukamilika. Tulisema ya kwamba hatukumaliza, tuliweka kikomo sababu neno la Mungu linaendelea. Na neno la Mungu ni upya kila wakati. Kwa hivyo basi tunachukua nafasi huku kualika tena katika mafundisho ambayo tunataka kujifunza mimi pamoja na wewe, ambao tunasema kwa wakati huu, am I worshiping idols? Je, mimi ninaabudu sanamu? Tulipomaliza kusemezana mambo ya ubatizo na tulielewa kuhusu ubatizo ambao ule Kristo alifuatilia, na sisi tulisema ya kwamba tunashikilia mafundisho ambayo yanapatikana kwenye maandiko, sababu tunasema ya kwamba tunatembea polepole kwenye maandiko. Bible track ni kusema nini? Kutembea polepole. As we walk together, as we tunapochambua maandiko ni kutembea polepole kwenye maandiko. Sisi lengo letu kubwa ni kutazamia maandiko. Na tunapotazamia maandiko, hiyo ndio that is our light. And we follow the steps of our Lord Jesus Christ. We say that Jesus Christ is our example. That's why we need to follow him each and every day. So today as we begin our topic, tunapoanza mafundisho yetu mapya ya kusema, je, mimi Pastor Naomi, Pastor Ian, Pastor David, na wewe mtazamaji, je, labda tunaweza kuwa tunaabudu sanamu? Mbona tuseme why are we worshiping? Mbona tunasema jambo hilo? Tunapotazamia kiini ama chanzo cha ibilisi ama shetani, ni kwamba yeye alikuwa mtu mkubwa sana ambaye alikuwa anashikilia nini? Uimbaji mbinguni. Lakini kuna jambo ambalo lilifanyika katika maisha yake. Yeye na Mungu alikuwa anatembea, alikuwa anamsifu Mungu usiku na mchana, lakini kuna jambo lilifanyika maishani mwake. Ndio maana tunapoishi katika ulimwengu wa sasa, hatuwezi kuelewa ya kwamba, je, mimi Pastor Naomi, Pastor Ian, Pastor David na mtazamaji, je, huenda kwa njia moja na nyingine tunasema ya kwamba tunamwabudu Mungu ambaye anaishi, lakini bado tunaswali, tunaweza kuwa tunaabudu nini? Sanamu. Maybe we are still worshiping idols. Tunapotazama kwenye maandiko katika kitabu cha Isaia 14:12 mpaka 15. Kitabu cha Isaia 14:12-15 yasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni,
ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa. Ewe uliyeangusha mataifa, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu, lakini utashushwa mpaka kusini, mpaka pande za mwisho wa shimo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa ninaanza kutangulisha ya kwamba je, tunaabudu sanamu? Am I worshiping idols? Mbona tuseme hivyo? Tumepata maandiko mahali hapa ambayo inatuelekeza. Shetani mahali hapa, yeye alikuwa mtu ambaye alikuwa anashikilia sifa wapi? Mbinguni. Lakini maandiko mahali hapa inatukumbusha ya kwamba alipoingiwa na kiburi, sisi tumesoma kwenye maandiko, yeye alikuwa na majina mazuri, ewe nyota ya alfajiri, the morning star, the son of the morning star. Yeye alikuwa nyota ya asubuhi, yeye alikuwa amepewa jina nzuri, lakini alisahau kumwabudu nani? Mungu. Alipoingiwa na kiburi, hilo ndilo chanzo chake. Maandiko inasema nini? Ewe utaangushwa mpaka kusimu, mpaka shimo ambalo linafanya nini? Wakati mwingine tunaposahau ya kwamba tunamwabudu Mungu, ipo basi kuabudu kwetu itaelekea njia nyingine, ambapo Ibilisi alifanya nini? Aliingia. Licha ya kwamba yeye alikuwa na sifa, alikuwa anamsifu Mungu, lakini wakati ule kiburi ilipomuingia, alianguka. Pastor David, je, utachangia nini? Je, mimi ninaabudu sana? Worship ni kitu kilicho muhimu sana, ama kuabudu. Na tumeona ya kwamba shetani ndiye alitupa kutoka mbinguni kwa sababu ya kukosa worship, kwa sababu pengine alitaka kuabudiwa, alikuwa na kiburi. Na kabla tujaangalia kwa maandiko ambayo yanapatikana kwenye kitabu cha Ezekiel, tujiulize huyu Ibilisi ni nani, ama shetani ni nani? Shetani kama tunavyojua ni kiumbe ambaye aliumbwa na Mungu, ni malaika ambaye Mungu alikuwa amepea cheo kusimamia mambo ya worship huko mbinguni, lakini aliingiwa na kiburi. So alitupwa hapa duniani pamoja na malaika wengine. So huyo shetani alishikwa na kiburi. Ni malaika ambaye alikuwa most beautiful. That is why wakati mwingine tunaambiwa yanajigeuza kama malaika ya nuru. So Mungu hakuchukua hiyo nguvu ambayo alikuwa nayo. So alikuja hapa duniani na anachanganya watu mpaka saizi. Anafanya what we call counterfeit miracles, counterfeit worship and so forth. So hiyo ni kazi ya shetani hapa duniani. So kwenye kitabu cha Ezekiel 28:17, the Bible says, thy heart was lifted up because of thy beauty. Unaona, aliingiwa na kiburi. Unaona moyo wake ya shetani aliangalia juu kwa sababu ya hiyo urembo wake. You were so beautiful na uko mbinguni. Na thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. So alipotupa hapa ulimwengu, ndipo akakuja na udanganyifu. That is why unaona most tribes, wanadamu kuanzia from different tribes in this world wako na worship, kwa sababu mwanadamu aliumba ili aweze kuabudu. Kuna something ambayo imewekwa ndani ya mtu. So huyu shetani anakuja kudanganya mwanadamu kwa hiyo kiburi, kwa njia ya kumwabudu. So tutaendelea kuona, je, are we worshiping a true God or are we worshiping idols? So tutaenda kuchambua na tutajua ukweli. Asante sana Pastor David kwa kutueleza ama kutukumbusha ya kwamba sasa ingine tunaweza kuwa tunasema tunamwabudu Mungu, lakini tunamwabudu nini? Masanamu. Sisi umesema ya kwamba kumbe shetani kuanguka kwake ni sababu alikuwa na sura nzuri. Unachangia mimi kwa nini? Asante mpendo mtazamaji. Naamini kwamba unabarikiwa tunapoendelea na mafundisho haya
Na kama kuna jambo nzuri ambalo linaguza nafsi yangu na naamini linaguza nafsi yako, ni kumwabudu Mungu. Lakini ni vyema kwa sababu tunapoendelea katika mafundisho haya itakupa picha halisi ya wewe kujua kama ni kweli unamwabudu Mungu ama kuna kitu ambacho umekiweka ndani ya maisha yako ambacho unakiabudu zaidi ya Mungu. Na nashukuru kwa sababu tunasoma kupitia kwa maandiko, na ni vyema kwa sababu tumeanza kupata picha kwamba jinsi malaika alivyorushwa kutoka juu mbinguni. Maana mara nyingi wanasema mbinguni ni kumwabudu Mungu, usiku na mchana ni kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So that is why tunapoleta topic, am I worshiping idols? Ni swali ambalo mimi mwenyewe najiuliza kama mtumishi wa Mungu, na wewe pia inafaa ujiulize kama mtazamaji. Je, unaabudu nani katika maisha yako? Na unaposoma kitabu ya Revelation bado inatupatia picha kuhusu huyu shetani alivyozushwa kutoka juu mbinguni. Revelation 12:7 and 9. Naamini kwamba uko na Biblia, because tulisema kipindi hiki tunasoma kulingana na Biblia. Inaitwa Bible track. So ikiwa uko na Biblia yako tutasoma pamoja, na ikasema, and there was great war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not. Neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Inaongea kuhusu bado shetani ya kwamba alivurushwa kutoka mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu ya kutomwabudu nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Naomi alianza akasema kwamba aliingiwa na nini? Aliingiwa na kiburi yule malaika. Na alipoingiwa na kiburi akajitukuza. Na alipokosa kumwabudu Mungu, kwa sababu Mungu alitaka ni Mungu mmoja ambaye alistahili kufanya nini? Kuabudiwa. So nashukuru kwa sababu tunapoendelea na haya mafundisho yatakufungua macho ujue ni nini unaabudu, ama ni nani unaabudu, ama unaabudu sanamu. Bwana Yesu asifiwe. Na nafurahia maana hapo mwisho nasema, and he was cast into the earth, and his angels was cast out with him. Na kwamba hakuvurushwa peke yake, alivurushwa na malaika wake. Hello. Na David akaongea akasema kuna vitu vingi vinafanyika vya kujitukuza. Mtu anafikiria na maabudu Mungu, kumbe unaabudu vile vya yule malaika, ama vile malaika ambavyo walivurushwa kutoka juu mbinguni. So mimi naomba tutembee pamoja tunapoanza mafundisho haya ya kujiuliza, je, ninamwabudu sanamu? Kipindi nasikia tu inanibariki. Sababu kumbe inafika wakati tunajisahau. Tunadhani ya kwamba tunamwabudu Mungu. Sisi vile shetani naye alikuwa anasema ya kwamba ninamwabudu Mungu. Lakini tayari sababu Mungu is all knowing God. He is omnipresent. Hakuna jambo ambaye afanye nini? Aelewe. Na yeye vile watumishi wamesema ni kwamba sifa na kuabudu yafaa nani? Mungu peke yake. Tujioje kama wachungaji tulio hapa. Kama wewe mtazamaji bado tunakukaribisha kwenye umefungulia runinga yako kwa wakati huu. Sisi tunajiuliza swali moja jioni ya leo ya kwamba, je, huenda ninaabudu sanamu? Am I worshiping idols? Sababu kumbe hata na ibilisi yeye vile alivyoingiwa na kiburi kwa usuri wake, urembo wake na kujifuna kwake ilimfanya akaangushwa. Na ndio maana leo hii tuna shida hata na makanisani. Tuna shida na waimbaji, lakini si nyinyi ambao mnajua siri ya kuabudu nani? Mungu. Sasa zingine tunapoingiwa na kiburi tunampea nafasi nani? Shetani. Na shetani ataingia na kutawala. Na ni kidogo tu hautaelewa, sababu watumishi hao walisema ya kwamba anakuja kwa njia ya nini? Mwangaza. Anajibadilisha na kuonekana kana kwamba yeye ni wa nuru, lakini ali he is accomplishing something. Anakushika ukaweze kumwabudu kwa njia usipoelewa. Maandiko katika Wathesalonika wa kwanza 3:5. Wacha nianze na 4. Mtumishi huyu Paulo akanena na mtumishi huyu Timotheo akamwambia, kwa kuwa tulipokuwepo kwenu tulitangulia kuambia kwamba tutapata dhiki kama ilivyotuku
kutia, nanyi mwajua. Kwa hiyo mimi nami nilipokuwa siwezi kuvumilia tena, nilituma mtu ili nijue imani yenu, asije yule mwovu, asije yule mjaribu akawajaribu, na taabu yenu ikawa haina faida. Mnaona huyu Paulo alielewa kuandikia kanisa hili la Wathesalonike ya kwamba kumbe kuna wakati ambapo tutasema ya kwamba tunasimama, lakini tayari tumeshindwa. Yes. Wakati mwingine tunapopitia hali ngumu, matatizo, dhiki na majaribu, tunaona kana kwamba hatutaweza kuistahimili tena. Lakini I want to thank God, alimtuma nani? Timotheo, kuweza kuwatia nguvu na kuwaambia njia ambayo inafaa wafuate. Wakati mwingine nataka kushukuru wachungaji ambao wanahudumu katika kwenye makanisa yale. Tunapomsifu Mungu, tunapomtukuza Mungu, wakati mwingine tunaenda kana mpaka tunaona kana kwamba tumeenda vizuri, lakini tunarudishwa. Maandiko inasema nini? Ndiposa tusimpe nafasi yule mjaribu. Akatufanyia nini? Akatujaribu. Na mwishowe kazi yetu ya sifa ikawa ni haina faida. David, haina nini? Faida. Vindiki ni muhimu sana mtazamaji, na ningeomba wewe usikose na usibanduke hapo pale ambapo uko, maana utapata elimu ya ambayo itakusaidia katika maisha ya imani. Tunaongea juu ya Shetani. Kwa nini tunaongea juu yake? Kwa sababu he is our enemy kama Wakristo, na yeye ndiye chanzo cha mambo mabaya ambayo yanatendeka hapa ulimwenguni. Na tujue kwamba huyu Shetani ni mjanja, anatumia mbinu mingi ili kupotosha mwanadamu. Na pengine tunataka kufungua mawazo yako, ufungue ujue ya kwamba je, are you in the right track? Are you worshiping the true God, or are you worshiping idols? Hiyo ni our main thing, ili tukurejeshe katika njia ambayo Mungu anapenda. So tujue ya kwamba Shetani kwa enzi kuanzia zamani ametumia mbinu tofauti sana. Mara unaona anatanganya mwanadamu aunde idols ama masanamu. Anatumia mambo ya tradition, kuabudu vitu vingine kama jua, kama nyota, mountains and so forth. Hiyo ni tactic ya Ibilisi, anatumia mawazo ya kibinadamu. Alafu mwanadamu anatakanika, pengine anaamini kwamba ni Mungu wa kweli. Watu wengine wanaabudu spirits bila kujua, ancestral spirits. Wanaamini kwamba wao wanakuja, wanaongea na hao, na wanaamini kwamba wanaongea na wale ambao wamekufa. Kwa sababu ni tactic ya Shetani. So anatumia hiyo ku replace the true living God, ambaye ni Mungu wa kweli, Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Anatumia hii mbinu tangu zamani, kama vile nimeambia nyinyi, na ameweza kuwapotosha wengi sana. Tazama hata mfano ya taifa la Israeli. Kweli Mungu alikomboa kutoka katika utumwa huko Misri, lakini hata Mungu, huyu Mwenyezi Mungu alifanya miujiza huko jangwani, through Moses. Lakini unaona Waisraeli bado walikuwa na moyo ambaye ni ngumu. Shetani alitanganya hao mpaka wakalalamika, wakasema afadhali tungerudi Misri. Wakalalamikia Musa mpaka Mungu akasirika. Ilifika wakati ambao alitaka ku destroy this nation, lakini kwa sababu ya maombi ya Musa akamwomba Mungu, akamwambia usiangamize ile taifa. So Mungu alisikia, na Mungu akaongezea miaka 38, ikawa 40 years. Kwa sababu ya mbinu hiyo ya Shetani, hata siku hizi Shetani anatumia hizo mbinu kwa Wakristo wengi na watu wengi bado wanatazama huko nyuma ama vitu vya ulimwengu. They are only continuing rebelling against God by turning into idols instead of worshiping the true God. Badala ya kumwabudu Mungu aliye kweli, bado wanaabudu vitu vingine kama mali, urembo, nini na vitu vingine ambao wanaweka juu zaidi ya kumwabudu Mungu aliye hai. So back to ili tueleze mengi. Je, are we worshiping the true God or idols? Mtazamaji, bado tunakukaribisha. Naamini ya kwamba baada ya mafundisho haya
utakuwa umeelewa unasimama kwa njia hipi. Sababu kumbe hata na wachungaji saa zingine hawaelewi mambo haya. Kuna mkitu ambaye inakuja inafunga macho, inafunga mawazo. Na si kupenda kwao. Yule ambaye anashikilia nini? Anga. Akiamua, ameamua. Na anafunika. Mpaka mtu unadhani ya kwamba unafanya mambo mazuri. Lakini unaabudu Mungu aliye kweli. Lakini you have diverted already to worship the idols. Sawa, kwa kutojua, kwa kutoelewa. Mtazamaji, pamoja na sisi wachungaji tulio hapa. Je, tunamwabudu Mungu wa kweli ama tunaabudu masanamu? Masanamu ni mambo mengi. Mwingine anaweza kuwa anaabudu nini? Mali yake kuliko nani? Mungu. Mwingine anaweza abudu watoto wake kuliko nani? Mungu. Mwingine anaweza abudu urembo wake kuliko nani? Mungu. Lakini mwisho tutakosa malengo. Lakini leo hii, kabla ya kuona maana ya hii idols, je, sifa, utukufu inafaa kupewa nani? Mungu. Sifa na utukufu inafaa kupewa Mungu. Kwa nini? Lazima sisi tukaweze kufanya nini? We need to put God first. Reference, all the reference must. Kama ungekuwa na kalamu, piga mstari mahali pale. Must. Lazima imrudie nani? Mungu. All the reference tunaposema ya kwamba die, faithfulness, tunaarifa nani? Mungu. Pasipo Mungu, pasipo upendo wa Mungu, pasipo sisi kunyenyekea na kumpea moyo wetu pamoja na roho zetu pamoja na akili zetu, Mungu akaweze kutawala, tutakuwa tunajidanganya. Na mahali pale tutakuwa tumedaiva, tumeenda kuabudu nani? Sanamu. Tutakuwa tumeenda kuabudu sanamu. Basta hiyo. Nilikuwa nasoma ama naleta picha kitabu cha Ayubu. Na inatupatia picha ya kujua kweli unamwabudu nani. Unaposoma Ayubu wa kwanza, ikiwa utapata nafasi, inaongea kuhusu Ayubu na ujumbe anapata kuhusu mambo yaliyotendeka alipojaribiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema mifugo yake ikaenda, watoto wake wakaenda, hadi mke wake akaenda. Lakini kitu kimoja kizuri ni kwamba Ayubu, japo yeye yote hapo mwisho anasema and Job worshipped his God. Kuashiria kwamba Ayubu alijua anamwabudu nani. Bwana Yesu asifiwe. Ingelikuwa mwingine angejua sababu ya watoto wake wameenda. Ingelikuwa mwingine angejua sababu mali yake kwa sababu Ayubu alikuwa tajiri. Lakini zaidi ya hayo yote, Ayubu alimwabudu Mungu wake. So hiyo inakupatia picha kujua kwamba who do you worship? Kwa sababu tunapoendelea na mafundisho tutakupa mambo mengi. Na true worship entails, ama kumwabudu Mungu kwa ukweli, kunataka neno ambalo linaitwa obedience. Na kwamba tuwe watu ambao tunatii Mungu. Na Biblia ikasema obedience is better than sacrifice. Kwamba unapomwabudu Mungu, unamwabudu kwa hali ya kutii. Lakini mara mingi tunamwabudu Mungu pasipo kumtii. Hello, inaitwa lips worship. Kuna mahali Yesu akasema, Mungu akasema, these people wananiabudu tu kwa mimi, lakini roho yao iko wapi? Iko mbali. Kwa sababu roho yako inapokuwa mbali na Mungu, that is an idol. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo bado itakupa picha kujua sanamu ni nini. Unajua mara mingi tunaweza kuwa tunachukua ile picha msikiti ya Wahindi, tunasema hiyo ni sanamu. Hata sisi ambao tuko makanisani tuko na masanamu. Halafu jambo la pili, true worship entails thanksgiving and praise. Ya kwamba kuabudu kwa ukweli kuna stahili kumsifu Mungu na kumtukuza. Ya kwamba ni Mungu tunamtukuza, si mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mara mingi kwa saa hizi tunatukuza watumishi wa Mungu. Hello, unaita mtu mighty, unaita mtu jina fulani. Why? Kwa sababu kuna kitu alifanya. Lakini true worship is thanking the God. Kumwambia Mungu, pasipo wewe sitaweza. Hello, sisi tuko pale kama vessels, kama vyombo tunatumiwa. Lakini anayestahili kuabudiwa zaidi ya mtumishi wako ni Mungu aliye mbinguni. So maombi ya ukweli ama ibada ya ukweli ama true worship, jambo limesema it entails obedience. Kumtii Mungu, it entails thanksgiving and praise. Hello. Je, wewe unaabudu masanamu pasipo kujua? Asante sababu wachungaji walio hapa they are ready kuweza kutufungua na kuondoa ile
ile inaitwa nini cobwebs ambayo saa zingine inatufunika. Pastor David anachangia. Tumekuwa tukijadiliana kama tunaabudu Mungu ya kweli. Na the true worship ambayo tunataka ujue. Na kama ungekuwa na kalamu unakiri. Pastor Naomi ametuambia kwamba it is by putting God first. Jambo la pili ambalo Pastor Ian amesema ni obedience and thanksgiving. Kumtii Mungu na pia kupeana praise, thanks and praising. Hata kwa njia ya kupeana sadaka. Hii ni njia ya kuabudu Mungu. Kwa sababu makanisa mengi tunatoa. Na njia ya kutoa ni nini? Njia ya kumwabudu Mungu. To say God, thank you, umenifanyia hivi na hivi, so ninakutolea hii na hii. Kwa sababu yeye pokea sifa na hivi. Hata time, kupeana time yako kwa njia ya kumwabudu Mungu. Na jambo ambalo nataka kuongezea ni kwamba tujue huyu Mungu ni roho. Biblia inatuambia kwamba God is spirit. Bwana asifiwe. So Mungu haonekani kwa macho. Na wakati mwanadamu aliumba kwa mfano wake Mwenyezi Mungu. Which means we resemble, we have the image of God. Tuko na roho, tuko na soul, and soul nafsi, na tuko na hii mwili ambayo wakati mwingine tunasema ni mchanga ambayo inaisha. Lakini ndani ya mioyo yetu, that spirit being ambayo Mungu alituweka ndani yetu ndio inataka sifa. Na hiyo sifa inaenda kwa Mungu. That is why Yesu Kristo alimwambia Samaritan woman, the time is coming when the true worshippers will worship God in spirit and truth. Bwana asifiwe. So inatakikana sisi wa Kristo ama watu wa Mungu, mbali watoto wa Mungu, tumwabudu Mungu in spirit and truth. Amen. Fungua moyo wako, mawazo yako kwa Mungu. Jambo la pili, it needs a sacrifice and surrender. Total surrender. Yesu alituambia penda Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu yako yote. So that is a way of worshiping God. It needs a sacrifice. Toa maisha yako yote, mali yako yote, watoto wako na kila kitu. That is total surrender of worshiping God. It is a sacrifice. Na inatakana kila siku, sio siku moja peke yake. Jumapili watu wengi wanasahau Biblia, wanaweka hapo meza, inakaa mpaka siku ya Jumapili anachukua kanisani, anaenda kufungua ama anaenda kuimba siku hiyo. Lakini Monday to Saturday ama Friday wanafanya vitu yao. Lakini tunataka kutembea na Mungu kila siku. Haya, mtazamaji, bado ni mengi ambayo Bwana akituwezesha tutazidi kujifunza. Je, sisi tunaabudu masanamu ama tunaabudu Mungu wa kweli? Ambao tumeambiwa ya kwamba kumbe tunapaswa kuelewa ya kwamba sifa inapaswa kumrejea nani? Kwa moyo ule ambaye umepondeka, moyo ambaye imejawa sifa. Na tukaambiwa ya kwamba tutembee polepole kwenye maandiko. Tunakomalizia ni kwamba kuna mtu mmoja wakati mwingine alipea kijana wake zawadi. Na baada ya kumpea zawadi ya Biblia ambayo tunasema ya kwamba tunatembea polepole kwenye maandiko, akawa mwekea zawadi nzuri ndani ya Biblia kile. Ni ile Biblia ya siku. Na akaweka. Kijana baada ya harusi akaona, baba, mbona ulinipea zawadi yenye aina nini? Maana si hata wewe ni tajiri ukanipea hata kagari jamani. Baba yake akamwambia, ile zawadi ambayo nilikupea, je, ulifungua? Kijana akafanya nini? Akasema, hapana, sijafungua. Yes. Ungelijua ni nini ilikuwa imeweka kwa hiyo Biblia, ungeuliza gari, sababu ndani ya Biblia kulikuwa na nini? Kifunguo ya gari. Ninataka kusema nini? Tuwe wasomaji wa Biblia. Yes. Tusiende kanisani Sunday to Sunday, Saturday to Saturday, pasipo sisi kujambua katikati ya wiki maandiko. Ninamuuliza Pastor akaweze kutufunza. Asante sana mpendwa wa mtazamaji. Tunaamini kwamba umebarikiwa kwa kipindi hiki. Ombi letu ni kwamba tuendelee kushiriki na kuambatana pamoja nasi. So acha tuombe kwa sababu ya nafasi hii. Ewe Baba uketie mbinguni, tunakushukuru kwa neema umetupa ili kwamba tukaweze kufundishana neno lako takatifu kuhusu ibada ya kweli, ama kama kweli tunakuabudu ama tuabudu sanamu. Asante kwa kututumia kunena pamoja na nafsi ya mtazamaji huyu. Tuamini kwamba neno hili litaenda kumbadilisha na litaenda kumpa mfahamu ili kwamba akaweze kukuabudu katika njia inayostahili. Baraka zako ziambatane pamoja na kituo hiki na hata pamoja na watazamaji wa kituo hiki. Ili ni ombi letu kwa shukrani, jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen.